heshima na utukufu mwingi wao uliye Bwana katika jina la Yesu. Amen. Kimsingi madhara ya kutenda dhambi. Najua tunajua dhambi, lakini ni vizuri zaidi nikasisitiza kwa ajili ya wengine. Kimsingi tunaposema dhambi, tuna maana ni tendo lolote lile alifanyalo mwanadamu kinyume na mapenzi ya Mungu. Ni tendo au kipenda jambo lolote alifanyalo mwanadamu kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunapozungumza dhambi, watu wanaweza kaipamba vyovyote kwa maneno mengi mazuri, lakini mimi nimeona nimetoa maana hiyo ambayo ni fupi lakini inaeleweka. Tendo lolote anaweza kufanya mwanadamu kinyume na mapenzi ya Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 4. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kuasi, nini maana ya kuasi? Kuasi ni kufanya kinyume na utawala uliopo, ni kusimama kinyume na utawala. Kuasi. Kwa lugha nyingine, kumbe dhambi ni uasi. Kwa mujibu wa mstari huo pia, dhambi kwa kifupi ni uasi. Dhambi ni uasi. Na ifahamike kwamba sisi wanadamu asili yetu ni Mungu. Sasa ngoja kidogo. Roho Mtakatifu nakuamini kwamba unaweza kufunua zaidi anavyosema sasa. Roho Mtakatifu nakutaka, mimina roho yako, achilia neema yako kwa jina la Yesu. Amen. Dhambi nimesema ni uasi au tendo lolote analoweza kulifanya mtu kinyume na maagizo ya Mungu. Kwa maana hii, bila kujali unaijua Biblia haujui Biblia, lakini jambo lote ambalo mtu anaweza kufanya kinyume na maagizo ya Mungu, Biblia inaita uasi. Kuna baadhi ya watu husema, lakini mimi Mungu anajua kwamba haya mimi siyajui, kanisani kwetu hayako. Biblia haitoi msamaha kwa mtu kwamba amekosea kwa kigezo kwamba hakujua. Kibiblia hata kama hukujua, lakini maadamu umekwenda kinyume na sheria ya Mungu, Biblia inakuita muasi. Hello? Au maadamu umefanya tofauti na Mungu hata kama hukujua, Biblia inakuhesabu kwamba wewe ni mtenda dhambi vivyo hivyo. Hebu tuangalie kitabu cha Walawi ambacho Bwana Yesu alirudia kwenye kitabu cha Luka, lakini Walawi sura ya 5 na ule mstari wa 17, Biblia inaweka wazi mzuri kwamba mtu akifanya jambo lolote lile lilo kinyume na Mungu, anasema na kama mtu akifanya dhambi na kutenda mambo hayo, moja wapo ya mambo ambayo Bwana alizuia yasifanywe, ajapokuwa hakuyajua, ni mwenye hatia vivyo hivyo na atachukua ovu wake. Kwa kutenda dhambi kwa kutokujua hakukupi mtu msamaha wa bure. Na ndio maana Mungu anajua kuna baadhi ya watu hatujasoma baadhi ya mambo, lakini ndani ya nafsi zetu ametuwekea hali ya kiungu ya asili ya kumfanya mwanadamu atambue kwamba hili jambo ni dhambi. Halo? Ndio maana kuna jambo hujawahi kufundishwa kanisani hapa. Hebu fikiria mtu unaokoka leo, hatujakufundisha wala kwamba unajua wokovu, lakini ukienda nyumbani utendi dhambi. Kwani kwa sababu ndani kuna asili ya kimungu inakulinda wewe usitende dhambi au inakukataza usifanye dhambi. Kwa mtu anapofanya dhambi ni kwa sababu tu ameamua kuasi. Ndio maana dhambi inaitwa ni uasi. Maana yake kuna kukataa kile ambacho Roho Mtakatifu au nafsi inakusuta. Halo? Dhambi ni uasi. Sasa mojawapo ya madhara, maana
Watu bado wanajisukuma tu kwamba wanahitaji kufanya dhambi, lakini dhambi ina madhara. Tufahamu, chochote Mungu anachokukataza mbele yake ukilazimisha kina madhara. Wakati mwingine Mungu ni wa ajabu, hata kama ukujua, anatumia na watu ambao saa nyingine ni wa hali ya kawaida, ili tu ujumbe ukufikie kwamba hiki kitu ni dhambi. Ila mara nyingi binadamu hushipaza shingo, lakini Mungu ni mwaminifu. Hapa tulipo, kama kuna mtu alikuwa na namna fulani ya kuanguka, Mungu atatengeneza mazingira ya kumuonya, kuzuia asianguke, ila mtu mwenyewe ndo anaamua kukaza shingo, kujifanya kana kwamba hakupata taarifa, hakuona, hakusikia. Lakini hakuna ambaye aliokoka anaweza kaanguka dhambini bila kwanza kuonywa. Wakati mwingine hata kama watu wa Mungu hawapo, Mungu atatumia hata mazingira yanayotuzunguka yakawezesha kukukataa. Halo? Sasa moja ya jambo linalotokea tukifanya dhambi, dhambi humtenga mtu na Mungu, au unatutenga sisi na Mungu. Dhambi humtenga mtu mbali na Mungu. Kwa maana gani? Inawezekana mtu akatenda dhambi akajivuna, mchungaji Mapamba anioni, mchungaji Mapamba ani. Mimi sina biashara ya kuwafuatilia washirika. Mchungaji sio wajibu wake. Hivi leo nyumbani nimeishi maisha matakatifu. Nisikia mchungaji mmoja akisema, mimi napotaka kwenda kwa mshirika ninajitahidi kuwavizia nione wanafanyaje. Nikasema upumbavu huyu. Halo? Mimi hakuna mtu hapa ategemee na kuja kwake kwa kumvizia. Kwanza unapokuwa kama baba, unapokuwa mchungaji, wewe ni baba. Hata kama unayemuongoza ni mkubwa kwako, lakini na heshima ya ubaba. Sasa kumwingilia tu, mchungaji huyo hapo nini? Halo? Sasa kama navizia sasa, wakati takapokuwa nimeondoka je? Hello? Jamani, sawa? Kwa hiyo ndio kusemaje, dhambi inamtenga mtu na Mungu. Na mtu anapokuwa amejitenga na Mungu, maana yake uwepo wa kiungu unaondoka kwa mtu anapotenda dhambi. Ndio maana yake. Tunaposema dhambi inamtenga na Mungu, maana yake uwepo wa kiungu unaondoka. Mtu akitenda dhambi, ndio maana hata akitaka kuomba maombi yanagoma, kwa sababu ile neema ya kiungu, ule uweza kiungu unamsaidia mtu aombe vizuri, unamtoka. Halo? Ulinzi wa Mungu unaondoka. Ile neema, tunaposema neema, maana yake nguvu ya Mungu ambayo hatukustahili, ile neema inaondoka, maana dhambi inatutenga mbali na uso wa Mungu. Na ndio maana lazima tuiogope. Haina uzuri, ingawa kwa nje inaweza kuonekana nzuri, lakini haina uzuri, ni mbaya. Wanyakyusa ameipa dhambi jina zuri kweli. Sielewi makabila mengine, labda mtanieleza hapa. Unajua sisi kitu kibaya, dhambi inaita jina lake, inaitwa mbaya. Yani dhambi wanaita mbaya. Hilo neno mbaya, hiyo ndo mbaya, ndo jina, ndo neno la Kinyakyusa kwa maana ya dhambi. Lakini wao wanaita mbivi. Sio? Mbivi maana yake ni mbaya. Kwa Kinyakyusa nikisema dhambi ni mbaya, nitasema mbivi. Halo? Yani wanaona leo lao kwamba yani hiyo haina uzuri, ni mbaya, ingawa kwa nje inatuficha kana kwamba tutamani, lakini kweli haina uzuri, ni mbaya. Kile kitendo cha kutuondolea uwepo wa kiungu, maana yake ulinzi wa kiungu unaondoka, maana yake neema ya Mungu inaondoka, maana yake kibali cha Mungu kinaondoka, maana yake huruma za Mungu zinaondoka, maana yake baraka za Mungu zinaondoka, maana yake afya inaondoka. Kwa kutoka kwa uwepo wa Mungu kumebeba vitu vingi, na shetani angependa tutende dhambi ili kwa hicho tusiwe na ushindi dhidi yake. Wapendwa wa Bwana asifiwe. Hiyo ni madhara kwanza. Dhara namba 2, hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Isaya sura ya 59 na mstari wa 2.
Biblia inasema lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Sasa ile maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Maandiko mengine ya Kiswahili kingine kinasema hivi, lakini dhambi zenu zimewatenganisha ninyi na Mungu wenu. Dhambi inamtenga mtu. Tutakaa hapa tunaonana kama tuko vizuri, lakini kumbe kuna mtu tayari yupo kwenye kundi, lakini kwa Mungu hayupo. Maana kinachotunganisha na Mungu. Halo, tuko sawa pendwa? Kwa dhambi tuiogope. Wakati mwingine watu wakikaa kanisani muda mrefu wanajihisi kama kukua kiroho ni pamoja na kutokuogopa dhambi. Dhambi itaogopwa hata kwa kadiri mtu anapokuwa kiroho sana, ndivyo anavyoogopa dhambi. Ukiona mtu haogopi dhambi, sio kwa sababu iko kiroho, maana kwa sababu amepoa, kwa sababu amekwisha, kwa sababu amefilisika, maana neema ya Mungu imetoka. Halo, tuogope dhambi. Lakini namba 2, dhambi inaweza kusababisha kifo cha kiroho na kifo cha mwilini. Kifo cha kiroho na kifo cha very important point to know. Dhambi inaweza ikasababisha vifo vyote, kifo cha kiroho, kifo cha kimwili. Pozungumza neno kifo, hello, neno kifo, mimi na kitafsiri kifo gano, yaani roho inapotengana na mwili kinachotokea kinaitwa nini? Kifo. Mwanadamu anapotengana na Mungu kinaitwa kifo. Ukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 6 na ule mstari wa 23, Biblia imeweka kwa uwazi zaidi. Warumi sura ya 6 na ule mstari wa 23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama, narudia, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hapo hii inazungumza kuna kifo cha kiroho. Ukisoma kitabu cha Ezekieli anazungumza juu ya kifo, akimaanisha watu hawana uhai kwa sababu Mungu hayupo katikati yao. Lakini kwa maana ya kifo cha rohoni, twende labda na yeye, labda mstari mwingine iko katika kitabu cha Warumi hiyo sura ya 8 kuanzia mstari wa 5 na wa 5 mpaka ule wa 7. Usikilize, anasema, kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwilini, bali wale wafuatao roho huyafikiri mambo ya rohoni. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala Mungu haiwezi kuitii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kimsingi mwili ndio unatafuta sana mambo ya mauti, lakini kama unataka kuishi unahitaji kumfuata Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatupeleka kwenye hofu ya Mungu. Roho Mtakatifu anatupeleka kwenye kuomba. Roho Mtakatifu anatupeleka kwenye kumtafakari Mungu. Roho Mtakatifu anatupeleka kutoa nafasi. Unajua maisha, tusiyachukulie maisha kama kipande kimoja. Usichukue maisha katu kwamba maisha ya mwilini. Jamani, duniani tunaishi kwa mwili, tunaishi kwa roho. Kama tunaishi kwa mwili, kwa roho, ukitukuza kimoja tu hautakuwa sawa. Lazima vyote uvipe nafasi yake. Mwili daima asili yake ni ya udongoni, kwa itakusababisha wewe wakati mwingine ikuvute kwa mambo ya hayo. Lakini ukitafuta roho, mambo ya roho inatoka kwa Mungu, anatupelekea uzima. Hello? Lakini kifo cha mwilini, nitoe mifano. Kuna mtu alikuwa anaitwa Kora alikuwa ni msaidizi katika utumishi wake Musa.
Ni kama vile hapa na baraza langu la wazee, ni wasaidizi wangu, wakalituka mkafuda fulani akisema huyu Musa yeye mafunuo haya amepata mwenyewe, mbona sisi tunaona maono? Kwani asione Mungu asifunue kwetu? Lakini wasijue unaposimama na mtu kama ni kweli ametiwa mafuta na Mungu, unahitaji kuwa makini. Sasa Mungu akasema nitie hawa, na ukiangalia Mungu akawaangamiza, walikuwa watu 250. Watu 250 walikufa sababu ya kumsema mtu mmoja tu. Lakini nini kilichotokea? Kwa sababu waliota kiburi. Vile waliopewa nafasi ya kuongoza, waliopewa nafasi ya kuhubiri, waliopewa nafasi ya kusimama mbele, wakapata nguvu kiasi ambacho wakaondoka ile hofu ya kumtetemekea kwamba huyu ni mtumishi wa Bwana, huyu ni mtumishi wa Mungu. Nao wamefika mahali siku nyingine Mungu anasema, nao wanasikia Mungu akisema, wakaona sisi tunajua haya mambo, huyu Musa tukubabaishe, wakasimama kinyume naye. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu sura ile ya 16, Hesabu 16, nini kikatokea kama hivyo? Kikatokea kifo cha mwilini kabisa. Mungu akawapiga wakafa. Ni dhambi ya kiburi, dhambi ya kutoheshimu watumishi wa Mungu, dhambi ya kutotambua nafasi ya watu waliotiwa mafuta na Mungu, walioteuliwa na Mungu kwa ajili ya utumishi wao. Hilo likawa dhambi kiasi cha kuteketeza maisha yao. Nimesema Hesabu sura 16 na ule mstari wa 31 mpaka 33. Biblia inasema basi ilikuwa hapo alipokwisha kusema maneno hayo yote, nchi iliyokuwa chini ikapasuka, nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza, na watu wa nyumba zao na wote walioshikamana na Kora na vyombo vyao vyote. Basi hao watu waliokuwa pamoja nao wakashukia shimoni, wali hai, na nchi ikawafunika, wakaangamia kutoka mule mkutanoni. Na Israeli wote walikuwa pamoja kando kando, wakakimbia kwa ajili ya kilio chao, kwa kuwa walisema, nchi isije kutumeza na sisi. Kisha moto ukatoka kwa Bwana ukawateketeza hao watu 250 waliofukiza nyumba uvumba. 200 na ngapi? Waliofukiza. Unajua kufukiza uvumba? Kufukiza uvumba miaka hii ni kama waombaji. Kufukiza uvumba, tunasema twende kufukiza uvumba, maana yake twende kwenye maombi. Halo? Waombaji miangapi? 250. Kwa sababu tu wanamsema mchungaji. Ndio maana wakati mwingine tujifunze, si vizuri wala usiseme inajitetea mimi, usiseme no problem. Yaani mimi ukinisema wewe, kwangu mimi ni kama tu kaunyasi kanajitikiza huko nyuma, kwa sababu mimi nimesemwa, na uwezo kwa kiongozi ukakataa kusemwa. Lakini hasara inakuwa ni hasara yako. Ikiwa mtu ameweka na Mungu, hustahili kuinua kinywa chako kumsema. Ukiona una mtu ambaye ni jirani yako anamsema mtumishi wa Mungu, kana mbali, ni sumu. Huyo sio rafiki yako, anakuingiza kwenye hisia mbaya ambazo, kumbuka aliyeanza mgogoro huo alikuwa mtu mmoja, alikuwa anaitwa Kora. Tungesoma historia nzima, mtu mmoja tu. Tunasema unaona mchungaji wetu Musa anafanya, unaona akavuta watu wengine wawili wakawa watatu, wakawalisha maneno yakakolea, wakavuta wenzao, kikosi chote cha maombi, wakaingia watu 250, wakaanza kumsema. Walipomsema Musa akasikia, Musa akaumia sana moyoni. Hivi ninavyojitoa, hivi ninavyoishi namna hii, inakuwaje? Ile kumbe kujitoa Mungu, ile kulalamika vile Mungu, maumivu ya Musa yakawa ni maumivu ya Mungu. Mungu akamwambia Musa, nini kikatokea pale walipo, ardhi ikapasuka. Ardhi papasuka ikarudi alafu akaingia ndani, kuingia ndani ikaziba. Wakafukia, ndio wanasema wakafukizwa, wakali ni hai. Leo hii zamani hizi kuna watu wanapitia, wanaweza kawa ni wagonjwa, wanapitia magumu, maisha yao ni magumu, ni ya shida. Maana miaka hisi kama miaka ya zamani. Wakati huu kuna adhabu ambazo Mungu anazifanya kwa watu bila watu wenyewe kujua. Ndio maana kuna familia zingine zinapita kwenye laana miaka na miaka. Kuna familia nyingine zinapita kwenye maisha ya umaskini mbaya, zinateseka. Nini? Kwa sababu
wamesahau, wanasema watumishi wa Mungu. Sisahau mama moja, hiyo kwangu ni mfano. Tunaanza huduma, katika kututazama hatuna kitu kweli, hatuna washirika wengi. Mama mmoja akamsema vibaya mama. Sasa mama mchungaji, yeye tangu mtoto wake, yeye sio msemaji, ni mkimya tu. Vinginevyo atasema kwa mtu ambaye yeye anamwanza, ndio maisha yake. Hasimagi hivyo hivyo, hata tukienda kwao hivyo hivyo, yuko hivyo. Sasa alivyosema vile, akarudi nyumbani, alivyosikia akaumia. Jamani, nakumbuka maneno yake, tangu maisha yangu yote ya ubinti sijawahi kusutwa, leo nasema, alafu nimeambia uende ukajieleze. Naenda kujieleza nini? Akahuzunika. Sasa kumbe Mungu amesikia. Kumbe Mungu, yule mtu hakuwa mshirika wetu, alikuwa mjamzito, mimba ikatoka. Usiku mama amelala, akasikia, kaambiwa, unaona kilichotokea yule umetokea, nimemwadhibu kwa sababu amekusema vibaya. Na ukiangalia yule mtu mpaka leo anazeeka, hajawahi kupata mtoto. Lakini sio kwamba mama alisema chochote, maumivu yake yale yaka maumivu ya nani? Ya Mungu. Kwa kuna vitu ambavyo wapendwa, tuwe makini. Tunaweza kuwa tunapitia mambo magumu mazito kwa sababu hatuangalii, ni kuropoka tu. Jilindeni. Kama kuna mtu tunahitaji kwa makini, tusiwaseme vibaya waliotiwa na mfuta na Bwana. Kuna mambo mengine achieni. Usikae jirani na watu wanaosimama vinyume na watumishi. Sikwambii kujitetea nafsi yangu, na kuambia kutetea wewe. Mimi hata kunisema karibuni hapa nilipo, Mungu amenipa neema. Kusema kwangu mimi ni jambo dogo. Yaani kuna mitihani mingine unakuwa umepita, haikuhusu. Siwezi kuweka kirikao leo, unajua fulani ananisema. Kama wengine wazee wa kanisa, kama mnakumbuka yule kijana alikuwa anamuita nini? Yule Michael, tulikuwa naye. Akatuma kwenye mitandao. Akanipigia, nakumbuka mchungaji kutoka kule wapi Ubungo, bwana tunaona tatizo hili. Mwingine akanipigia kutoka Temeke, tunaona kwenye mtandao unatukanwa hivi. Nikamwambia wazee hapa, wakasema tena wazee wetu kama mzee kiongozi na kumbuka na taaluma ya IT, asema hii mbona hii ushahidi upo, tumshtaki tunamfunga, ushahidi upo. Sasa unajua nyinyi maana jeshi nyinyi tayari nguvu za kijeshi na tunamfunga. Nikasema pana, acheni. Nini? Acheni. Lakini acheni ile, angalia kilichofuatia kwake. Sikumwambia vile, lakini angalia. Amekaa kidogo, mke wake akaondoka. Amekaa kidogo, kama ufahamu hata eneo lile likauzwa. Sijui kama mpaka leo hii hana kanisa, hana mke, hana familia, kwa ni kama mtu akulala popote tu. Lakini kiangalia, usiseme vibaya watumishi, hauwezi kuwa salama. Wapendwa Bwana sasa. Daima ikiwa mchungaji, saa nyingine ikiwa uko kinyume na baba na mama na kaka na nani na jirani, unaweza ukakimbia ukaenda mtaa mwingine ukaishi. Lakini ikiwa umemkosea Mungu, ni nani utamkimbia Mungu wapi ambako hayuko? Ikiwa Mungu amekulani, ni nabii, ni mtume, ni mwinjilisti, ni askofu, nani aliye na nguvu ya kusimamisha mamlaka ya Mungu isitende kazi? Kwa wapendwa, tuwe na hofu katika hayo. Hello? Kwa hao waliingia kwenye kifo kwa sababu ya dhambi ya kusema vibaya watumishi wake. Lakini pia tunamwona mtu mmoja alikuwa anaitwa Anania katika Matendo ya Mitume sura ya 5. Matendo ya Mitume sura 5 mstari wa 1 mpaka 10. Saa nyingine hili pia ni muhimu sana kujua sisi kama watu wa Mungu. Wakati mwingine tunakuwa na ahadi kanisani, lakini hatuoni kwamba tunapokuwa tumeahidi mbele za Mungu, ile ahadi, Mungu unapofanya kuahidi chochote kanisani, hata kama utahama, utasafiri, haiondoi kile ulichotamka kwa midomo yako. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 23 mstari wa 21 mpaka 23 inazungumza, unapozungumza chochote midomoni mwako, yashike na kuhakikisha unafanya kwa Mungu anakichukua kwamba tayari umeitoa ni sadaka. Neno sadaka ikishatolewa haiko tena, haiko haki yako wewe. Tunayoyazungumza, tunayoyaahidi kuhusiana na Mungu, Mungu anachukua kwamba ni sadaka.
na sadaka ni mali ya Mungu, sio ya kwako. Ndio maana hata kama ulitoa kitu, mathalan wewe ndio ulithubutu, Mungu alikusaidia ukanunua spika hii, tukisha kuibariki kwamba ni spika yake, ukatokea leo kwamba mimi nilinunua naichukua, ukichukua umeiba na Mungu anakuadhibu, maana tayari ni ya Mungu. Huyo mtu yeye alitamka maneno tu kwamba mimi maana unajua watakatifu ukitokea na upako hivi, nami nitatoa milioni 1 wanione na fulani. Sasa kumbe Mungu anaandika hii mali yangu inakuja, hii mali yangu inakuja. Sasa pindi hujatoa, Mungu anaanza kufuatilia mali zake. Halo, Msoma kitabu cha nasema, na ngoja nisome mwenyewe kwa sababu hamna mic nyinyi. Msoma kitabu, nianzie kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 23. Kumbukumbu 23 kuanzia ule mstari wa kwanza, mstari 21 na 23. Anasema hivi: utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako, nayo itakuwa ni dhambi kwako. Kuiondoa maana yake kuitimiza. Lakini ukizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Sikiliza ninachofuata: yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya. Kwa mfano wa uliomwekea nadhiri Bwana Mungu wako, ni sadaka ya hiari ulioahidi kwa kinywa chako. Ni sadaka ya kumbe, ahadi tunazotoa, nadhiri tunazotoa ni sadaka. Hivi unaweza kusema nimetoa sadaka, nipeni hela hiyo? Niwahi kuambia kwamba mfano mmoja wa mtu mmoja pale Stopover Kimara aliyesema, mchungaji, mimi amekasirika, nirudishe vyote nilivyotoa hapo. Na mchungaji sema, nakurudishia, na mimi nachukua baraka yote uliyoipata hapa. Wamechukia, wanaangaliana hasira. Lakini chofuata ni mchungaji anapochukia, ni Mungu amechukia. Tunafahamu hiyo? Nahitaji kujua hichi. Mchungaji kama amesimama katika haki na maisha yake yamenyoka, hasira yake ni Mungu amekasirika, na kufurahi kwake ni Mungu amefurahi. Halo? Kwa sababu Mungu anatumia umbo la mwanadamu. Kilichofuata nini? Pale Sinza, yule mama alikuwa anajivuna ana uwezo, anafuga ng'ombe wa kisasa, anafuga nguruwe. Mara kaanza kuona nguruwe wanakufa, mara ng'ombe wanakufa. Kumbe lile neno aliyotamka liko tayari, Mungu anaanza kushughulikia kurudisha mali zake. Sasa huyu anasema yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya. Ni sadaka. Sadaka ikotolewa ni mali ya Mungu, sio yako. Wapendwa, sawa? Ni mali ya nani? Ya Mungu. Nashukuru sisi hatujapata shida. Nimeenda mahali pengine, nakuta kesi kati ya mchungaji na washirika. Nini? Sadaka zetu. Hivi mulitoa, ukitoa sadaka hairudi. Ndio maana mama aliponiambia juzi kwamba mimi nahitaji kwenda kutoa sadaka, nikasema kama unatoa sadaka wewe utatoa kwenye chombo, ili sadaka hiyo iende kwenye kitu kingine. Ikitui kwenye chombo, hao wanaweza kutuletea sisi tukala. Tukila sasa tumejitoaje? Kwa lazima kitamko kitu ambacho hela hiyo hatutaila. Halo? Ukishatoa sadaka haikurudi, sio mali yako. Wewe umetoa, Mungu amejua. Hao watakao tumia vibaya ndio wenye hatia. Kama tutumie vibaya, mnalipate? Nataka sadaka zetu. Ulikuwa unatoa itu kwenye kitenge. Sasa kwa nini ulete huku? Kwa nini usipitie Kariakoo kwa nini kitenge? Halo. Sasa kuna mtu mmoja, wakati neno limehubiriwa lina nguvu, watu wamebarikiwa. Jamani, nisema tunahitaji kumjengea Mungu, tunahitaji kufanya kazi ya Mungu. Watu kaanza kuuza viwanja. Mimi nauza kiwanja changu nauza. Maana agano la kale wenzetu walipokea wokovu baada ya Roho Mtakatifu kushuka, walikuwa ni watu wenye imani kweli. Yaani wewe hapa tukisema kutoa, ukitoa shilingi ngapi? 50,000. Hata mchungaji asiposema, mchungaji hajatangaza sadaka yangu, wenzako wanafikiria nafanyeje? Wanatoa viwanja. Mimi naona kiwanja changu kikauzwe ili tupatikane mahali pa kuabudia. Mimi kikauzwe ili tupatikane bati. Halo?
wanatoa. Sasa jambo moja naye kwa mlolongo huo, nasi tunaenda kuuza kiwanja chetu, tunatoa. Kumbe Mungu ana rekodi. Wanaenda kuuza, Mungu akafanya muujiza. Nini? Maana ni Mungu anajua kinauza kwa ajili yangu. Akatuma pale wanunuzi wanaweza kununua kwa bei kubwa. Wakanunua, wamenunua. Jamaa kaanza, bwana, hii hela kwa ile ununuzi imeuzwa kwa bei kubwa. Unajua pale hata tukiwaambia kwamba kimeuza milioni ngapi? 20 kwa kiwanja hiki bwana, hata tukiwaambia kimeuzwa milioni 10 hakuna atakayeshtuka. Zibeki pembeni mume wangu, sawa sawa. Wanaenda kanisani. Akatangulia mwanaume ameshika pesa, naona leo wataniona nimetoa pesa. Roho Mtakatifu amenifu, anafika tu akamtumisha, naambia wewe, iki kiwanja mliuza kwa bei hiyo? Akasema ndio bei hiyo. Akasema kilipokuwa kwako sikiuka, kilipokuwa kabla hujakiuza siko mali yako Sasa kwa nini ukutaka kusema ukweli huo? Maana unachokifanya sasa au nidanganye mimi, unamdanganya Roho wa Bwana, unamdanganya Mungu, na uweze kumdanganya Mungu. Akimaanisha, unajua jamani, nilichojifunza kitu cha ajabu sana. Mimi ninashukuru Mungu, yani mawazo huwa ananijia mawazo kama ya kawaida tu hivi. Alafu najikuta kwamba ninamuelewa huyu kama yuko hivi. Miaka nyuma nilikuwa naogopa kuwaambia watu. Yaani naweza kukaa hivi tu nikajua wewe uko hivi. Sasa nilianza baadaye nikagundua kwamba wale watu nikaa na nyamaza. Lakini baadaye ndio mbona nikimwona mtu uko hivi, alafu baada ya muda linatokea lile hivyo. Sasa sikujua. Lakini kumbe Mungu ndani yangu kuna tofauti kati ya karama na huduma. Huduma unakuwa simple tu hivi. Ni kama vile mtu anaposema huduma uinjilisti. Hata ni mtafute Mungu sana, sijamtafuta sana, lakini maneno yanayonitoka yamekaa kiinjilisti. Sasa huduma ya unabii tofauti na karama. Yenyewe ni maisha ya mtu. Sasa mimi nikatambua kwamba niko hivyo. Halo? Kwamba nikiona naambia mtu, kwa ndio maana watu angalia wote na waonya. Nikamwambia wewe, hiki ni tatizo, anagoma. Mbele ya safari na kwa vile vile. Sasa yule namna hiyo kamwambia wewe, sio. Hata jana nilikuwa naomba, nikamwambia jana mmoja. Nikamwambia wewe nikwambie tu kweli. Wewe Mungu anataka kukuinua. Lakini ili uinuke, ninachokisikia kwangu mimi, unatakiwa kuwa na maombi ya siku 3. Tena jioni utakuwa unatumia vinywaji. Kijana huyo unajua kaanguka kalia. Baadaye akasema jamani, baba alichosema cha ajabu. Mimi ni kweli hicho kitu nimetoka nacho nyumbani, kwamba nasikia moyoni mimi ili nitoke nahitaji siku 3 maombi. Kwa nimekuja hapa ni hayo nilikuyo. Sasa leo naona huyu na sijamwambia popote. Halo? Kuna vitu ambavyo yule Roho Mtakatifu ndani ya nani? Ndani ya Paulo. Akasema wewe, kile kiwanja hakikuwa chako. Kwa maana nyingine, kabla hujakiuza, kwani usiseme tu kwamba nitatoa milioni 10? Leo nashusha. Asema kilikuwa changu kabisa. Tena yani kilikuwa changu, ndio hela hiyo niouza. Ndio hiyo. Sasa sema siwezi kupichana na wewe. Unajua kilichotokea? Pale akaanguka. Sasa kama alianguka pale maana yake nini? Roho Mtakatifu huyo anayefichua akampiga, akaona hafai. Ikiwa unanidanganya hata madhabahuni huko nje je? Leo ni wangapi wanaosema tunaenda nitatoa sadaka shilingi kadhaa, nitatoa hadi yangu hivi. Yaani kama tu hawaja kufuatilia, umenyamaza. Ni kiasi gani laana inatembea. Hii ni agano jipya. Ni kipindi Roho Mtakatifu ameshuka. Hiyo ni Matendo ya Mtume sura 5 mstari wa 1 mpaka wa 10. Matendo 5 mstari wa 1 mpaka wa 10. Ili tokea hivyo. Leo katika kanisa la Usimamizi wa Pamba, ni wangapi wanaahidi? Alafu akiahidi, wakiona tu limepita. Wanaahidi, limepita. Wanaahidi, limepita. Lakini Mungu hasahau. Wapendwa, tuwe waaminifu. Maneno yetu yawe waaminifu. Yaani yaliyotoka midomoni mwetu tuyakumbuke na kuyatekeleza. Hakuna anaweza kuyatagua. Lazima tuyategue kwa njia ya kuyatekeleza. Halo? Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 mpaka 10 inasema ngoja, baadaye mstari wa 11,
Baada ila wale watu nao nikawauliza, unajua walikuwa ajabu tukubali walikuwa ajabu. Jamaa vijana wa kanisa akamchukua akaenda kumzika. Najiuliza ingekuwa zamani hizi hivi kumzika hapo inakuwaje? Halo? Mama anakuja naye. Petro akamwambia hivyo. Nimesema Paulo, nimekosea, sio Paulo, Petro. We mama hebu niambie, hizi hela zilizokuja nazo mume wako ndio mlizo kianja? Ndio kweli hizo. Wewe ndio hizo. Anasema kwa taarifa ukiangalia hapo nje utaangalia nyayo za watu walimepita hapo, wameenda kumzika mume. Na wewe tendo hilo kwa sababu nitamka kauli ile unakwenda. Pale kaanguka. Ningekuwa leo hapa wangesema Mapamba nini mchawi. Lakini ndio ukweli huo. Sasa kuna watu hawafi, lakini unaweza kawa napitia mambo magumu ambayo kutokana na midomo yenu. Jilinde midomo wapendwa. Unapokuwa na ahidi, unapotamka madhabahuni kwa Bwana, ijulikane uwe mwaminifu kitenda. Biblia inasema lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini Safira amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Jamani sawa, mnasikia hapo? Okay, naendelea mstari wa 15. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata wote waliokuwa wamesikia. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje wakamzika. Hata muda saa 3 baadaye mkewe kaingia katu na kukatu si kama natukokoko pale, naye hana habari hayo yaliyotokea. Petro akamjibu kumwambia, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema ndio, kwa thamani hiyo. Unajua tena binti mama pale. Petro akamwambia, imekwaje basi mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua wewe nje. Watakuchukua nje wewe nawe. Maana akaanguka miguuni akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika pamoja na mumewe. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na wakati wote waliosikia haya. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Inatupasa tuwe waaminifu. Tuwe waaminifu. Tuwe waaminifu kazini. Tuwe waaminifu nyumbani. Tuwe waaminifu kwa midomo yetu. Tuwe waaminifu hata kwa kuwaza kwetu. Bwana barikiwe sana. Lakini pia dhara lingine la dhambi. Dhambi huondoa amani mioyoni mwa mtu. Dhambi huondoa amani katika mioyo ya watu. Jamani, katika maisha haya, moja ya kitu cha msingi na muhimu kwa maisha ni mtu kuwa na amani moyoni mwake. Kukosekana kwa amani katika moyo wa mtu ni kukosa mtaji mzuri katika maisha ya mwanadamu. Halo? Amani ni ya muhimu sana. Lakini hapa tunasoma maandiko yanatufundisha jambo katika kitabu cha Isaya. Kuna jambo la msingi ambalo tunafundishwa. Isaya 48 mstari wa 22. Hapana amani kwa wabaya, asema Bwana. Isaya 48 mstari wa 22. Hapana amani kwa wabaya, asema Bwana. Limerudiwa katika Isaya 57 mstari 21. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Amani inaumbwa na Mungu. Mtu anapotenda dhambi, mtu kwa sababu ndani kuna asili ya kimungu, amani ya Mungu, ambayo amani ni zawadi ambayo Mungu anawapa wanadamu ili waishi maisha vizuri. Amani ikiondoka, hata kama umepika chakula kizuri uweze kula vizuri. Amani ikiondoka, hata kama ni utajiri hautaweza kufurahia. Amani ikiondoka, hata kama umepata unachofikiri kingesaidia ama hakitasaidia.
amani ndio msingi wa kweli wa mtu kwenda mbele na kufanya vitu vyake, lakini dhambi inaondoa amani. Na ndio maana baadhi ya watu, na nimewahi kusikia mtu akisema, mimi nakunywa pombe mchungaji, sipendi kwa sababu sina amani. Kuna baba mmoja nilikuwa nafundisha naye shule. Yeye alikuwa ni msafi kwenye ukuu. Sasa mimi ndo mkuu, kwa amehamishwa kuja shuleni kwangu. Sasa kawa nakunywa sana pombe, na mimi ndo kijana mdogo, lakini ndo mkuu. Nikamwita ofisini, bwana kaka, vipi, mbona unakunywa pombe hivi? Akasema, bwana mdogo, sina amani. Mke wake anamvuruga mno, kwa naona ili aweze kuwa na amani anaenda kupiga pombe huko, lakini akipiga pombe anamaliza na pesa, akirudi bado mgogoro uko pale pale. Amani, pombe haikuweza kuondoa chanzo cha mtu kuondokana na vurugu moyoni mwake. Kwa hiyo dhambi inaondoa amani, lakini pia moja ya kitu cha msingi, dhambi inavuruga maisha, inaharibu na kuvuruga maisha. Ndoa nyingi zimeharibika kwa sababu ya dhambi. Vijana wengi waliosoma walitamani wangeenda vizuri, maisha yao yameharibika kwa sababu ya dhambi. Vijana wengi wamekimbilia dhambi za uzinzi, wengine wizi, wakati walitarajiwa kuwa na maisha mazuri, maisha yao yameharibika kwa sababu ya dhambi. Nasikitika, binti ambaye tulikuwa naye hapa amepata division 1, kweli kabisa, 1 ya 44, lakini kamwa kuolewa. Sio kwamba kimsingi ni ndoa, hiyo ni moyo wa dhambi, kwa sababu imaanishi kwamba angemaliza singeweza nani. Ikiwa mtoto huyu kwenye shule za kawaida tu za Kayumba akapata division 1, ninaamini angeenda form 5 angefanya vizuri zaidi. Lakini dhambi imeharibu maisha. Dhambi ni mbaya. Leo hii huenda bado hajaona bado na ujinga wa kitoto, lakini baada ya kuzaa watoto 2 watatu, atafika mahali kwamba kwa mazingira haya siwezi kwenda kusoma, na kwa mazingira haya siwezi kuendelea, na cheti kinasema na haki ya kusoma. Atakumbuka, lakini kuna mahali pengine maisha ukisha yafika unalazimika kwenda, ni magumu, utaenda tu, hakuna namna. Wapendwa, tukifanya dhambi, Mungu, tunapokwenda mbele za Mungu anaweza akatusamehe, lakini madhara ya dhambi hata kama ametusamehe yanaendelea kuwepo. Masikia neno hili very important. Narudia, Mungu anaweza akatusamehe dhambi hata tukimkosea kiasi gani, lakini madhara yake hayaondoki. Madhara yake, mimi nitoe mfano kwa familia yetu, si nzuri sana, lakini nitoe mfano kwenye familia yetu. Niko naangalia kwenye familia yetu wale ambao waliona warembo sana, tuliozaliwa mama baba moja mama moja, sawa. Kuna watu ambao waliingia, Jonathan, ondoa hii, watu ambao
huku kujua na kifo chake, hata baadaye anakuja kwenye wokovu sawa, lakini bado zinafuliwa kwako, unazifua nguo za mwanaume. Tunakuuliza sema ni za bosi. Bosi ana mke sasa unakuwa anamfulia tu kwa sababu bosi wangu. Inakuja hiyo. Inakuja hiyo. Wewe mwanangu, sema ukweli, ugonjwa utakuwa uko naumwa. Hapana baba. Mpaka dakika mwisho unafika kwamba ndo sema baba, kweli nilianguka. Nipo kwa nakuuliza wakati ule ulikuwa wapi? Dhambi haijawahi kuwa nzuri, ni mbaya. Halo? Dhambi inaharibu maisha. Maisha ya mtu yanaharibika, ndoa zinavunjika sababu dhambi. Halo? Saa ingine ningesema inafungua mlango wa shetani kuingilia maisha ya mtu. Inafungulia mlango wa shetani kuingilia maisha ya mtu. Jonathan, you can open mlango. Unajua shetani akiingia maisha yako huna njia. Halo? Saa ingine kile unachosema, unajua hiki kinateseka hiki, afadhali nifanye. Baadaye utagundua hicho ambacho sasa wewe unasema ni tatizo, huko mbele utakumbuka kwamba kumbe nilivyokuwa kule nilikuwa bora. Ila leo nimeingia huko ambao siwezi kutoka, niingia huko. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mwisho niseme njia ya kuepuka dhambi inahitaji tu. Ili uepuke dhambi ufanye yafuatayo. Moja, itubu. Maana dhambi hata kama umeitenda, Mungu amewapeni mtumishi makusudi. Niliwaambia unapokuwa na mchungaji ni zawadi ya Mungu kwako. Yeye ni wakala wa Mungu kwako. Usiogope kabisa, mchungaji, mimi ukweli nimeokoka lakini dhambi fulani inanitesa. Ili usamehe, usaidiwe. Sio ya kusamehe lakini akuongoze kusaidia. Na dhambi zingine hazihitaji muone mchungaji, unahitaji toba. Wewe mwenyewe tubu. Unajua umeongopa, umefanyaje? Tubu. Nenda mbele za Mungu, lia. Halo? Kuna dhambi zingine utalazimika kufunga na kuomba. Usikae na dhambi ni sumaku. Matendo ya Mtume sura 3 mstari wa 19 inasema tubuni ili dhambi zenu zifutwe. Kwa tunapotubu dhambi zetu zinafutwa. Namba 2. Amua kujifunza na kulisoma neno la Mungu. Kujifunza, kusoma na kulishika neno la Mungu. Maneno matatu. Kujifunza, kusoma na kulishika neno la Mungu. Katika kitabu cha Zaburi 119 mstari ule wa 9 inasema hivi: nimeliweka neno lako moyoni mwangu
ili nisikutende dhambi. Hala? Lingine, njia nyingine ya kujisaidia, jilinde, uwe mbali na mazingira ya dhambi. Uwe mbali na mazingira, nikimaanisha moja, mazingira kama mazingira, kwa mfano watu ambao mlikuwa mnakunywa kwenye mabaa, mkunywa pombe, wewe si vizuri unaenda kula vyakula wapi? Sehemu ya pombe. Nasema hivyo kwa sababu mtu kama mimi ninaondoka, kwa sababu naondoka mimi, pombe sizijui zina ladha gani. Kwa watu ungenifungia kwenye store ya bia, kwanza tu harufu ile mimi sitaki, ile harufu tunasikia vibaya. Si wengine mnasema una walevi, maana yake wanasikia nzuri, mimi ni mbaya. Kwa hiyo mimi hata ungenifungia humo siwezi kuonja kwa sababu sijui. Lakini wale ambao waliwahi kunywa pombe, wanapokaa sehemu ya pombe tayari wanaingia kwenye ushawishi. Halo? Ni sawa na kijana ambaye alikuwa mzinzi. Mtu ambaye alikuwa mwanaume ambaye alikuwa mzinzi, yeye akitokea tu kidogo kwa karibu na mwanamke, huyu wakati mwingine ni hatari. Lakini wengine, mimi naona labda ninaposhuhudia, ninapokaa na wenzangu wachungaji, labda mimi Mungu aliniweka kwa zawadi ya Mungu tu. Mungu alinipa zawadi. Mimi hayo yote sijayapitia jamani, sijui kwa mdomo wangu na uanzaje kufungua. Halo? Mnasikia vizuri? Sijawahi tangu nimezaliwa tumboni kwa mama. Hoja yangu kwamba dhambi uliyowahi kuitenda ndiyo inagonga hodi. Kwa mfano mimi dhambi yangu ilikuwa hasira. Sasa mtu akija ovyo ovyo kwangu, kuna yamkini dhambi ya hasira kafanya nini? Ikaumuka. Vile tu. Ni ukweli. Umeelewa vizuri? Yaani dhambi ile iko kule ndani nyuma ndio inakuwa teso la mtu, ndio inatafuta kuchungulia kwamba nirudi. Tusimame, muda umeenda. Kama wewe hakuna, kama hakuna Mungu, kama wewe hakuna Mungu kama. Hebu kila moja omba Mungu wako kwamba usirudi dhambini, na Mungu nisaidie nisimame katika haki. Omba vile utakavyoweza. Baba utukuzwe, Baba uheshimiwe. Utukuzwe Bwana kwa sababu ya maneno yako mazuri, maneno yako yenye nguvu, yanatupa afya, yanatuelekeza ili watoto wako Bwana tukapate kutembea katika njia zako. Baba nakushukuru sababu mkono wako wewe ni Bwana Mwokozi. Asante kwa kuwa kusudi lako ni kumtaka kila mmoja wetu, Mungu uliye Bwana, kila mmoja wetu atembee katika njia zako, atupende, atupendeze. Bwana wasaidie kila mmoja wetu, wasaidie watoto wako, watie nguvu watoto wako, wawezeshe kusimama katika haki na kukupenda uliye Bwana wetu, katika jina la Yesu, amen. Wimbo kwa ajili ya matoleo. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe Baba. Baba yetu mbinguni, jina lako litukuzwe Baba. Bwana Yesu tukuzwe, uheshimiwe. Tuko mbele zako, ni baada yetu hiyo ambayo Bwana umetupa tukuabudu wewe, na leo tukusudia kwa ajili ya kualika watu, tukiamini Mungu kwa njia utaokoa na kuponya. Tunaamini mwanzo mzuri utatusaidia mmoja, na kwa sadaka hizi zipate kibali mbele za uso wako. Watoto wako wamekutolea kwa kukupenda, kwa jina la Yesu, amen. Okay.
Naomba tuketi dakika 2. Tangazo la kwanza, kesho kuna kikao cha baraza la wazee. Kesho kuna kikao cha baraza la wazee kuanzia saa 3. Kuanzia saa ngapi? Okay.